maarifa, lakini pia ujuzi na stadi kwa wanafunzi kujitegemea kutokana na utaalamu mbalimbali ambao wanakuwa wanajifunza kutoka katika shule ambazo wanasoma hii elimu ya amali. Gervas Mwatebela anayeripoti zaidi. Mafunzo ya elimu ya amali yamejikita katika vitendo zaidi, huku wanafunzi wakithibitisha kile walichojifunza kwa nadharia kwenda katika vitendo. Wanafunzi wa shule ya msingi ni Kaira wanajifunza ufundi umeme na magari kwa vitendo, huku kikiri mafunzo hayo yatawasaidia kwa siku za usoni. Kwa sasa hivi watu wengi wanahangaika na ajira, ni kweli, lakini ukishapata mafunzo marahisi kama haya, ukija kuwa mkubwa unaweza ukajiendeleza katika vitu mbalimbali ambavyo vitakuongezea hela. Natamani kuwa mechanics and engineering kwa sababu inatusaidia kujua jinsi ya kufungua engine, kufungua gari au kujenga gari. Naweza kuona mabadiliko. Mfano mimi mwanangu sikudhani kama angeweza kushika cherehani akashona. Ila leo niliweza kumuona ameshika, ameweza kupiga mstari. Nimeona watoto hapa wameshika kompyuta. Hata mimi ikifunguliwa binafsi siwezi kufanya hivyo. Baadhi ya walimu wanaeleza namna walivyojipanga kutekeleza mtaala wa elimu ya amali. Baada ya miaka michache mbele tuweze kuondoa haya malalamiko katika jamii. Maana yake ni kuandaa vijana kabisa tangu ngazi ya chini, waweze kujisimamia wenyewe, waweze kuwa na ujuzi, waweze kuwa na maarifa yatakayowasaidia wao wenyewe katika kujikomboa katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Wote mambo ya system management, mambo ya business administration wanajifunza, na watoto wako vizuri kabisa. Wanafungua ni kompyuta, wanatengeneza application, wanaona katengeneza cartoon wakaziingiza kwenye application. Tulikuwa tunafundisha ili kuwafanya watoto wawe na mwanga mkubwa zaidi kuendana na teknolojia. Unaona juzi tu mwendio ya kwa njia ya AI. Joseph Buleta ni afisa elimu taaluma halmashauri ya Bagamoyo. Amesema mafunzo hayo ni muhimu na idara inaendelea kusimamia utekelezaji wake. Na mpaka sasa serikali inaendelea kutoa mafunzo na imeendelea kujenga shule za amali za sekondari. Kwa Bagamoyo pia shule imeletwa fedha nyingi za kutosha na shule imejengwa ya amali inakaribia kukamilika. Kwa hiyo kila halmashauri itakuwa na shule ya amali. Hivi karibuni serikali imezindua sera mpya ya elimu toleo la mwaka 2023 ambalo mtaala wake unahusisha elimu ya amali. Kutoka Dar es Salaam, Gervas Mwatebela wa TBC. Taarifa ya Gervas Mwatebela kutoka Dar es Salaam. Mafunzo ya amali kama ambavyo umesikia hapo, ujuzi na stadi kwa wanafunzi. Ninachokipenda ama kukifurahia kwenye hiki Musa, haya mafunzo ya ufundi stadi na vitu vingine kama hivi yanaenda na interest ya mwanafunzi. Yaani haulazimishwi. Umeelewa Utaenda kule ambako wewe utaona una mapenzi ama una mahaba nako. Kama unapenda kushona, unapenda mambo ya kufanya designing, ubunifu, basi watakupeleka huko. Kama unapenda kupika, basi watakupeleka huko. Kama unapenda ufundi wa magari, sijui mambo ya umeme, pia watakupeleka huko. Kama unapenda kuchonga, sijui kufanyaje, pia watakupeleka kwenye huo useremala. Hivyo, yani hakuna ambaye analazimishwa. Sasa labda itokee wewe mtoto unaona hana chochote, chochote anaona tu ni sawa. Lakini pia watu ambao wanaimba na vingine vingi kama hivyo. Kwa hiyo hicho ni kizuri sana. Natamani na mimi ningekuwa ndo nasoma wakati huu. Ningetoka shule nikiwa bonge moja la mtu. Waliona mimi shule yangu nakumbuka ilikuwa ni mapishi na kilimo. Nakumbuka sana kukari. Ni kwa kweli sivyo bahati nimepita kwenye shule zote ambazo hakuna chochote yani. Sasa hivi kwa mbali kama taifa, unajua wakati ule katikati hapo mambo yalipotea mabadiliko haya. Mambo lakini nakumbuka kulikuwa na shule za mikondo ya kilimo, agriculture, ambapo kulikuwa na fundi kabisa za kwa mfano Moshi Technics, Tanga Tech wako umeme, lakini kulikuwa na Mbeya Tech. Sasa hivi vikuu vile zote vilikuwa ni wataalamu. Nakumbuka kulikuwa na baadhi ya shule ukizitaja pia kwa ajili ya ujenzi wa nyumba, unafatoa matofali. Yaani ni kipindi kabisa muda wenzao wakati wa darasani kama kawaida, wengine wanakwenda kusaka kwenye matofali. Yaani unakuwa na mashine yako zaituni, mafunzo kwa vitendo. Wengine wanapewa vitambaa kwa ajili ya kushona, wewe vyakula utawekewa pale vyakula mbalimbali upike. Lakini hakuna aliyechelewa. Kwa wewe ambao ulipita shule tu kama mimi hapa, ndio maana kuna VETA sasa hivi. Tujipange, twende kule tukafanye kile ambacho tunakipenda. Sawa, twende kwenye ripoti ya